Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu amewakosoa vikali wanasiasa na viongozi wa Afrika kwa tabia yao ya kung'ang'ania madaraka kwa maslahi binafsi. Akizungumza katika kikao cha kujadili masuala ya kidemokrasia barani Afrika katika kitivo cha sheria Chuo Kikuu cha Makerere, Uganda, Lissu amebainisha mbinu mbalimbali zinazotumiwa na viongozi wa Afrika kuendeleza udhibiti wa kisiasa kwa kisingizio cha kulinda katiba. Kulingana na kituo cha habari cha DW, Lissu ameeleza kuwa viongozi wengi wa Afrika wameanza kwa kuhamasisha uzalendo na kuungwa mkono na wananchi, lakini wanapopata madaraka hujenga mifumo inayodhoofisha demokrasia. Amesema mfano halisi ni serikali ya Uganda ambayo imehusisha jeshi katika siasa za nchi, hali inayohatarisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Katika hotuba yake, Lissu amesema kuwa Mwalimu Nyerere alitoa mchango mkubwa katika uongozi wa Afrika, lakini baadhi ya viongozi waliiga mifumo yake ya kudhibiti wa taasisi za kisiasa, jamii na kiuchumi kwa manufaa yao binafsi. Anasema kuhusika kwa majeshi katika siasa za taifa ni habari mbaya na hatari sana, na Mwalimu Nyerere aliwafunza viongozi wengi wa Afrika namna ya kutumia majeshi katika kudhibiti upinzani. Itakuwa vigumu kuondoa hali hii. Ameeleza kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni alilelewa kisiasa na Nyerere na kwamba mifumo ya kisiasa anayoitumia sasa iliiga kutoka kwake. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa na wasomi na wanafunzi wa sheria, mijadala wameibua kuhusu umuhimu wa kujieleza kama msingi wa kidemokrasia. Baadhi ya wasomi wameeleza kuwa changamoto kubwa ya utawala wa Afrika ni pale wananchi wanaponyimwa uhuru wa kujieleza na kushiriki maamuzi ya Afrika kama ya taifa. Hata hivyo, mmoja ya wasomi hao, Dr. Daniel Ruheza, amesema kuwa japo Nyerere aliwahi kufanya maamuzi pasipo kuwashirikisha wananchi, baadaye wengi walikuja kuona faida yake. Wakati mwingine kiongozi anafanya kila ambacho raia hawawezi kukabiliana nacho, lakini baadaye kinakuwa na manufaa kwa taifa. Lissu amewataka viongozi wa Afrika kuiga mfano wa Nyerere wa kuheshimu ukomo wa madaraka na kuachia nafasi badala ya kuhudumu kwa mihula miwili baada ya kung'ang'ania madaraka. Angalau wajifunze yale mazuri ya Nyerere, hasa ya kuachia madaraka kwa hiari na kuheshimu utawala wa awamu mbili. Pia amesisitiza kuwa wanasiasa na wanasheria wanapaswa kushirikiana katika kuhakikisha kuna kuwepo na utawala wa kidemokrasia, haki za kibinadamu na kulinda katiba za nchi zao. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekizungumza Tundu Antipas Lissu.